Watumishi wa stafu nchini wametahadharishwa kutumia vyema rasilimali fedha wanazozipata katika sehemu ya mafao yao baada ya kipindi cha utumishi kufikia ukomo, kwani mara kadhaa wamekuwa wakiingia kwenye matatizo makubwa ya kifedha. Hii ni kutokana na ukweli ya kwamba wengi miongoni mwao wamekuwa wakinaswa na mitego ya matapeli, hasa kwenye mitandao ya kijamii. Taarifa za matukio ya utapeli dhidi ya wafanyakazi wa stafu sio ngeni nchini, labda kwa wageni nchini. Weza kupata kuzalisha fedha kwa haraka. Kwa hiyo kitu ambacho wale matapeli wanakitumia kama kigezo cha kuweza kuwadanganya watu na kuweza kuambia nitachukua fedha hizi, nitatoa baada ya muda fulani utapata shilingi fulani, basi mtu anaingia ile tamaa. Vilioni vingi. Wengine hupoteza fedha kwa kujiingiza kwenye miradi ambayo hawana uzoefu nayo. Wengi tumeingia kwenye hasara, wengi tumeingia kwenye majuto kwa sababu pesa zetu nyingi tunawekeza kwenye miradi mikubwa ambayo hatujai kuifanya. Lakini pia unaweza kuanzisha mradi mkubwa, usimamizi kwa mdogo, wakanufaika watu wengine, wewe mstaafu kama kunalia. Tishio jingine kwa wastaafu hao linatajwa kuwa ni taasisi za kifedha zisizo rasmi ambazo zimetapaka mitani kama uyoga. Anaanzisha kuwekeza tu kwako kwamba kuna pesa. Hapana, anatakiwa hojiwe, taasisi yako ina kibali cha BOT. Kama hakuna kibali hicho, kama usiwekeze huko, kwa sababu kuna taasisi zinaanzishwa baadaye ofisi zao hazijulikani, wanafunga, wanapotea. Huyu mstaafu sasa hela zake zinakuwa zimepotea. Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkoa wa Muse kimefanya utafiti ili kuja na mwarobaini wa kero hiyo kwa wastaafu. Tuandae mafunzo kwa ajili ya wastaafu baada ya kuonyesha kwamba wastaafu wanapata shida sana hasa baada ya kustaafu. Tukajua kwamba ni kwa sababu hawakuwa na maandalizi thabiti. Ushauri kwa wastaafu ukatolewa. Tuangalie context yetu, muktadha wetu kama nchi. Unakubali uwekezaji kwenye maeneo gani na twende vipi kwa sahihi, ili katika jitihada za kujiimarisha tusitafute karada pengine matatizo makubwa zaidi baada ya kustaafu. Tahadhari hiyo imeelezwa katika mkutano wa kutoa matokeo ya utafiti kuhusiana na suala hilo uliofanywa na Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkoa wa Muse.